Ni muda wa kufuata habari za siku kwenye Kivu Morning Post. Kwanza muktasari. Mapambano makali yameripotiwa Jumatatu hii kati ya wapiganaji wa AFC M23 Twirwaneho na jeshi la taifa ya FARDC linaloungwa mkono na wazalendo. Wapiganaji wa AFC M23 walichukua udhibiti wa miji wa Lunyasenge katika eneo la Lubero. Kutekwa kwa mji huu umepelekea mamia ya wakaaji kukimbia wakielekea Kyavinyonge na Kasindi na katika eneo zingine za Beni. Habari kamili. Mapambano makali yaliripotiwa Jumatatu hii Mei 5, 2025 kati ya wapiganaji wa AFC M23 na wazalendo. Tangu asubuhi milio ya silaha nzito na ndogo ziliripotiwa paka Tuguta katika eneo la Uvira lililoko karibu kilomita 10 magharibi mwa Kamanyola. Shughuli za kijamii na kiuchumi pia za shule hazikuendeshwa kama anavyoeleza mwanachama huyu wa shirika la raia ya mahali. Tulianza sikia risasi ngambo ya Katogota kwenye milima inayoonekana juu ya Kamanyola. Mpaka sasa tunabaki manyumbani kwetu. Hatujui ni kipi kinaendelea, hatujui ni nani tuite. Tunasubiri labda mzunguko utaanza njiani, huenda ni pale tutajua ni kipi kilitokea. Mpaka sasa hakuna mzunguko wa barabarani, shughuli zinazorota, hata mashule zilizokuwa zimefungula milango ziliwarudisha watoto saa 4 mbele za mchana. Wenyeji maduka walifunga milango zao. Kwa sasa siko kwenye barabara ili kufahamu ni kipi kinaendelea. Katika Kivu ya Kusini, mapambano zimeripotiwa Jumatatu hii huko Ikenge katika sekta ya Mutambala katika eneo la Fizi, simbali na mji wa Minembwe. Mapambano haya kati ya wazalendo na wanaoshirikiana na FARDC na AFC Twirwaneho yalileta heka katika eneo hilo. Leo katika nyanja za juu za plateau ya Fizi katika sektere ya Mutambala teritwari ya Fizi kumekuwa mapambano ambapo ilianza leo tarehe 5 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 mnamo saa 11 ya asubuhi kati ya wanajeshi wa FARDC wakishindikizwa na wazalendo wakipigana dhidi ya wale waasi wa M23, wale wa teroristi wa M23, Redi Tabara, Ngomino na Twiganeo. Wanapigania katika kijiji ambacho wanaitwa Aenge ambapo kiko pembeni na Minembwe pamoja na Mikenge pia na pamoja pia na Kipupu na Point 0. Sasa hivi hali inaanza kuwa afadhali kidogo, lakini kuna wakaji ambapo wameenda wanakimbia mapori na kuna wengine walienda ku Point 0, kuna wengine walijelekeza Kipupu na wengine na Kiele na wengine wakienda Lusuku hadi mlima. Sasa hivi ni kweli hatuwezi kukuambia ukweli, ni kusema kwamba hakuja kuwa ile kuheshimu ile mkataba ya kutokuanza mapigano au ile tunaita maseselefe. Kwetu sisi ni kuomba kwa sababu tunakuwa njia ya kwenda kumazungumzo na tuko kwenye mazungumzo ya maana ni watu kuheshimu mikataba kwa kwenda musansi ya cessez-le-feu na kuacha couloir ile trave humanitaire ili watu waanze kupata misaada na watu waende kwenye mazungumzo ili warejeshe amani katika eneo lote la Kongo na tarafa la Fizi kwa ujumla. Wapiganaji wa AFC M23 wameudhibiti miji wa Lunyasenge ulioko takriban kilomita 20 kutoka Kyavinyonge. Tangu mwishoni wa juma, wapiganaji wameteka vijiji vingi katika kundi la Musindi katika eneo la Lubero kaskazini mwa jimbo la Kivu.
Lunyasenge iko kwenye mwambao wa ziwa Edward na kufungua njia kupitia ziwa hilo hadi mpaka wa Kasindi na Uganda. Mapigano yaliripotiwa huko ikiwa mazungumzo yanaendelea mjini Doha kati ya Kinshasa na AFC M23. Jeshi linashutumu wapiganaji kwa kutokuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano. Lunyasenge nani M23 fanya mitingi pale iko deja pale. Mwe asubuhi population kwanza ingali kwenye likimbiliaka. Population ingali kwenye likimbiliaka, watu hawaya rudia tutalemamo mugini. Na watu basha kuwa na voga sana kurudia mugini, watu basha ndaona kurudia mugini watu bataisha tu. Ndio zilikuwa na ndio maana watu hawarudie tena mugini. Zimekuya mbele ya buku nunu make ba progresse vers Mubana. Pale juu kwenye zilikuwa kisha wameongeza kama hapa sasa ni repo. Ndio ni kweli, na wengine wenye walikuwa na kamwae babuku nunu walipandia Lubero. Wengine walikimbia kia Vinyonge na wengine wakaendea Mubana na babuku nunu wakikimbia Lubero. Mapambano makali yameendelea tangu asubuhi ya Jumatatu Mei 5, 2025 kati ya wapiganaji wa AFC M23 na wazalendo CMC katika vijiji fulani vya mkoa wa Tongo katika eneo la Ruchuru huko Kivu Kaskazini. Ufafanuzi na Simeon Semasaka. Kulingana na duru za pahali, mapigano haya yanaendeshwa mnamo vilima vinavyoegemea kijiji cha Tongo, haswa Kisangani, Busenene na kuelekea Kabizo. Mapigano haya ni matokeo ya mashambulizi ya waasi wa AFC M23 yaliyoanzishwa dhidi ya wazalendo wa CMC. Shughuli za mlimo zimedidimia kufuatana na mapigano haya ambayo yaripotiwa katika eneo kubwa zaidi ambapo kwaendeshwa shughuli za shamba. Kuanzia Jumapili iliyopita Mei 4, wapiganaji hao walianzisha kurushana makombora katika sehemu hii ya tarafa la Ruchuru. Hadi sasa, hali katika eneo hizi zenye kutajwa hapo juu imebaki kuwa ni ya heka sana licha ya hali ya utulivu ya muda inayoonekana huko. Zaidi ya hayo, mapigano mengine kati ya AFC M23 na Nyatura CMC yenye kuongoza naye Jemadari Dominique Ndaruhutse yameripotiwa tangu asubuhi saa 12 vijijini Bulaya na Interna mnamo kitongoji cha Chahemba, Kongomano la Bukombo. AFC M23 sasa imeanza operesheni dhidi ya ngome za VDP CMC kati maeneo haya siku chache baada ya kuondoka kwa vikosi hivi Bukombo na Rubona. Katika siku za hivi karibuni, wanamgambo wa wazalendo CMC wameonekana eneo la Bukombo na Rubona baada ya kujiondoa kwa hiari yao, viongozi na vikosi wa AFC M23 wakijelekeza eneo za Mulimbi. Tangu wiki iliyopita, pande hizo mbili zimekuwa zikipigana vijijini humo Mashiga na Kashavu mnamo Kongomano la Bukombo. Parokia ya Kikatolika ya Jomba katika mtaa wa Ruchuru jimboni Kivu ya Kaskazini haitalipa ushuru wa vifaa vya ujenzi vinavyoendelea. Tangazo hilo lilitolewa na liwali wa jimbo aliyeshimikwa na AFC M23 Bahati Musanga Erasto wakati wa ziara yake ya kwanza kutembelea taasisi hii ya kimila. Maelezo katika ripoti hii kutoka kwa kitengo cha mawasiliano cha gavana. Watu ya paroisi ya Jomba tutaendelea wasaidia kwa kujenga, kama kuko vitu vyenye mtapitisha kuduani kama hapa Bunagana wala Goma vitakuwa vinapita na havilipi. Wanabunge wa jimbo la Haut-Katanga wanachama wa Bwana Moiza Katumbi wanashutumu na kutahadharisha juu ya kiukaji wa matakwa ya kisheria kwa kuwakamata wapinzani kiolela kama kesi ya mwanabunge Mapon Matata, John Mbangu na Jean-Claude Ndala Muselwa ambao wameendelea fungiwa tangu miezi 6.
Wachaguliwa hao wameonesha kuwa baadhi ya wanasiasa wa upinzani wananyimwa haki yao ya kupata hati ya kusafiria, miongoni mwao Moise Katumbi Chapwe, Olivier Kamitatu na Mheshimiwa Mike Mukebai. Déclaration des députés provinciaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble pour la République, province du Haut-Katanga. Nous, députés provinciaux du parti politique Ensemble pour la République, parti cher au président Moïse Katumbi Chapwe et membres du groupe parlementaire Ensemble pour la République au sein de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, étions surpris d'apprendre amèrement l'envahissement des installations de la ferme agro-pastorale de Futoka par des hommes en uniforme bien identifiés. Laquelle ferme demeure une propriété privée de notre autorité morale du parti politique Ensemble pour la République. Nous citons Moïse Katumbi Chapwe. C'est depuis la journée de jeudi 24 avril 2025 que plusieurs militaires bien armés de la 22e région militaire ont élu domicile aux différentes portes d'entrée de la ferme Futoka, empêchant ainsi tout mouvement d'entrée et de sortie du personnel œuvrant ainsi que de nos jeunes sportifs académiciens en formation. Dans la journée de samedi 26 avril 2025, ces hommes en uniforme de la 22e région militaire se sont arrogés le pouvoir de pénétrer sans autorisation dans les installations de la ferme Futoka et sans détention d'aucun document légal de perquisition, violant ainsi le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale congolais. Ce genre d'actes que nous jugeons d'anarchique constitue une violation des domiciles, qui est un délit sanctionné par la loi congolaise. Nous fustigeons une fois de plus cette procédure illégale qui vise à intimider et à inoculer la peur au sein de la grande famille de l'opposition congolaise en la muselant totalement. Il a peur que le pouvoir en place voudrait avoir une chose et son contraire, car d'un côté, on invite les compatriotes congolais à la cohésion et de l'autre côté, on intimide, on condamne en violation des prescrits légaux et on arrête arbitrairement les opposants. À l'instar du cas de l'honorable Matata Pogno, de John Bangou et Jean-Claude Ndara Mousselois, qui vont bientôt totaliser 6 mois de détention sur place à Lubumbashi. Plus grave encore, certains compatriotes de l'opposition sont privés de jouir de leur droit d'obtention de passeport. Il s'agit notamment du président du parti Ensemble pour la République, nous citons Moïse Katumbi Chapwe, de son DIRCAB Olivier Kamitatu, ainsi que de l'honorable Mike Mukebai. Ainsi, au vu des éléments précédemment évoqués, nous constatons que cette énième provocation ne favorise ni la cohésion nationale, ni l'état de droit tant prôné et souhaité par tous nos compatriotes congolais. Nous condamnons et dénonçons cette violation flagrante et occupation illégale de la ferme agro-pastorale de Futoka. Nous dénonçons les menaces et les vols des biens personnels perpétrés sur les personnes travaillant à la ferme Futoka. Nous invitons le gouvernement congolais de veiller à l'observance et à l'application de ses propres lois afin de nous éviter ce genre de dérapage qui ternissent davantage l'image de notre cher et beau pays qui est la RD Congo. Nous exigeons le retrait immédiat de ces hommes en uniforme de la 22e région militaire déployés illégalement et sans motif valable dans la paisible ferme agro-pastorale de Futoka, appartenant à notre autorité morale Moïse Katumbi Chapwe. Nous demandons au gouvernement congolais, à travers son ministère des Affaires étrangères, d'octroyer
à l'instar de tous les Congolais qui en bénéficient dans un court délai, les passeports sollicités pour renouvellement par l'opposant Moïse Katumbi Chapwe, il y a de cela plus de 18 mois, et aussi par son DIRCAB, Olivier Kamitatou, ainsi que l'honorable Mike Mukebai, ainsi fait à Lubumbashi le 2 mai 2025. Signé les membres du groupe parlementaire Ensemble pour la République de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, qui sont les députés provinciaux. J'ai dit, je vous remercie. Ni mwisho wa habari hizi toka Kivu Morning Post. Kwa utangazaji nilikuwa Sara Mulekia Annabelle.